Nikusalimu kwa jina la Yesu. Ningetaka nikupe baadhi ya siri za ufalme wa Mungu. Kama huwa nasema kwa herufi kubwa, ni siri za ufalme. Hata kuzijua na kuziishi unahitaji neema. Unaweza ukazijua lakini usiziishi. Najua Potifa hakubarikiwa kwa sababu Yusufu alikuwa anamuombea, au kwa sababu Potifa alikuwa na imani. Potifa alibarikiwa kwa sababu alimkaribisha kwenye maisha yake mtu mwenye baraka anaitwa Yusufu. Potifa alikuwa anabudu miungu tu, masanamu, miungu ya jua na mwezi. Wa Misri wale walikuwa na upagani mwingi. Lakini kitendo cha kumkaribisha kwenye maisha yake Yusufu, ule uwepo wa Yusufu katika boma lake, Potifa, mkuu wa majeshi wa Misri, akaanza kuinuliwa kiuchumi, kimadaraka, akaanza kustawi. Ndivyo ilikuwa kwa Laban. Laban ni kitendo cha kwanza kuishi na mtu aliyebarikiwa, ambaye kuna ahadi za Mungu juu yake. Potifa kadhalika akabarikiwa. Laban, hali yake ya maisha, ufugaji wake, kilimo chake kikaanza kustawi. Unaposikia mtu huyu ametembea na Mungu, maana yake alikuwa anakwenda kanisani kuomba. Mtu huyu ametembea na Mungu, maana yake alikuwa Biblia anaisoma na kuiishi. Miongoni mwa sifa za baba Ibrahim kwamba alitembea na Mungu Ibrahim. Ibada ilikuwa ni jambo muhimu kwenye maisha yao. Kila mji waliokwenda, iwe Shekemu, iwe Mamle, iwe katika shamba la Makipela, iwe Mahanahimu, walijenga madhabahu. Na madhabahu za wazetu zilikuwa si kwa sababu ya kuhubiria. Baba zetu, madhabahu zilikuwa maalum kwa ajili ya sadaka, zaka, malimbuko na kadhalika. Kwa utoaji kilikuwa ni kipaumbele. Na hata wewe ningekushauri, unajua kutoa sadaka kuna maumivu. Kama kuna maeneo unaweza kumgusa Mungu kwa haraka, yako mengi, pamoja na kusoa na kutoa sadaka. Usiwe na kichuzi, usiwe na uzuru kwenye sadaka. Usiseme ada za shule, usiseme na madeni. Toa kwanza zaka na zabihu na malimbuko, baada ya pale kalipe madeni yako. Ndio maana Elia alimwambia yule mjane wa Syatra kwamba kwanza andaa kwa ajili yangu, yani kwa ajili ya Mungu. Kinachobaki ndio kiwe kwa ajili ya mtoto wako. Mungu usimletee kinachobaki, kwamba sasa una madeni, huna ada za shule, huna kitu, ndio unampelekea Mungu. Katikati ya madeni mpelekee baba zabihu, naziri, malimbuko. Na kwamba zaka yote iende madhabahuni. Alafu madhabahu ndio itajua nani yatima, nani mjane. Usifanye kazi ya ukuhani. Samueli alifanya makosa. Sauli alianza kutoa sadaka. Mungu alisema hapana, sadaka wanatoa Walawi, yakaingilia ibada ya sadaka, sio kazi yake. Mungu ni wa utaratibu. Anasema kanisa ni nguzo ya Mungu aliye hai. Wale mayatima na wajane kwa barabarani wapelekee sadaka za hiari. Ukifurahi, leo nitamtembelea mayatima sio Mburati, wapelekee hata tani 18 za mchele. Yaani mtu ambaye anapeleka mchele kwa mayatima tani 50 na mtu anatoa zaka shilingi 3000, Mungu atambariki mwenye zaka.
kwa sababu ametenda kwa utaratibu wa huyu wa 3 kukufundisha kweli ya Biblia. Utekelezaji unajua wewe. Mambo ya Mungu hayana shinikizo. Ninakueleza utaratibu wa Mungu. Ukiutenda nitakwambia manufaa yake ni haya. Ukiukataa madhara yake ni haya. Unajilani mwenyewe. Kayaishi maneno ya Elia. Nenda kwanza kaandae unga kwa ajili ya Bwana. Kinachobaki ni kwa ajili ya mtoto wako. Mtakula hicho kichache mpaka siku ukame utakapoisha. Ukifanya vile ndio Mungu ataanza kupigania. Katika kila jambo mtangulize Mungu kwanza. Yaani kutembea na Mungu sio issue kubwa ya kutisha. Kwenda kusali kama hivi, kabla usiku hujalala unaomba Mungu akusaidie. Amka asubuhi au Paulo ambaye Timotheo tunajizoeza kuwa na dhamiri safi. Mambo ya Mungu ni kama zoezi. Unaijenga dhamira yako. Dhamira ukiijenga kuamka usiku, usipoamka ukifika asubuhi na kuhukumu, kuna jambo la Mungu hujalitenda. Dhamira ukiijenga kuomba asubuhi, usipoomba inakuhukumu, unasikia unatumia katika hatia. Dhamira yako umeifundisha, imezoeza. Kwa baadaye ukifika hatua unaanza kutembea na Mungu. Watembea na Mungu ndio wale ambao Daudi anasema anaheshimu mawazo yao, sio maombi yao. Maombi ni jambo abavu, mawazo yao tu Mungu anaheshimu. Ukifikia daraja hilo kwamba wewe unatembea na Mungu, mawazo yako tu Mungu anaheshimu. Ndio anasema anatenda kuliko muwazavyo na muombavyo. Mungu anaheshimu mawazo wenye haki. Mwenye haki hata kilala tu akiwaza yale mawazo ya ndani, Mungu wako, naomba bariki mashamba mwaka huu. Kwa Mungu inahesabiwa kuwa ni maombi. Mungu anayatenda. Unapokaa hivi na mahali watu wanasali, mahali wanaimba, watu wanaomba, amen, wewe unafananishwa na Potifa aliyemkaribisha Yusufu kwenye maisha yake. Unapokaa mahali kama hapa mahususi tu umekuja kuomba, umekuja kushirikiana na wanadamu wenzako, viumbe wenzako wanaitwa binadamu, kuomba Mungu, hiyo inakupandisha daraja ya kuwa wewe ni miongoni mwa watu ambao wanatembea na Mungu, kama Ayubu wa nchi ya Husi. Automatically kuna vitu unapokaa na watu kama hawa wanaomba maombi yasiyogoshiwa, wanahubiri injili isiyogoshiwa. Maana kuna maombi yasiyogoshiwa, maombi ya hila. Naomba ili Shedia nione na muombea, naomba ili si nani au naomba ili Samia ajue na muombea, naomba ili usimkoje na muombea. Ni maombi yaliyogoshiwa. Ninaomba kwa ajili ya watu. Maombi kwa ajili ya watu Yesu aliyakana. Sasa japo naomba haya, naomba kwa ajili yao. Pale kwenye kaburi la Lazaro, naomba kwa ajili yao, lakini naamini siku zote Mungu unanisikia. Kwa unapokutana na watu ambao wanaomba maombi yasiyogoshiwa, wachungaji, maaskofu, sio maombi ya kuimarisha imani za watu, sio maombi ya kutafuta waumini, maombi yasiyogoshiwa maalum, anaomba kwa dhamiri safi na Baba. Ukikaa na watu kama hao mwaka mmoja, mitatu, na wewe mwenyewe ukiwa mtu sahihi, utaanza kuandikiwa kwenye kitabu cha Matendo, Anthony Lusekero alitembea na Mungu. Si wewe nani aitembea na Mungu. Unapata baraka zile zile ambazo alipata Potifa, alipata Rabani. Wale watu waitembea na watu ambao wana Mungu ndani, wakaambukizwa ile neema. Hasa hapa kuna mtu mkubwa zaidi ya Yusufu, kuna mtu mkubwa zaidi ya Yakobo. Hapa yupo Yesu wa Nazareti. Tatizo watu wengi wana imani na maneno ya Yesu. Yesu anasema wanapokusanyika 2 watatu, mimi nipo katikati yao. Wanapokusanyika 2 watatu kwa jina langu, mimi nipo katikati yao. Jambo hili linahitaji imani. Watu wa Mungu, msichuje ngamia mkameza mbu. Achaneni na sarakasi hizo wahubiri. Sisi wahubiri tumesomea saikolojia, tumekwenda vyuo, tumekwenda Nigeria kusoma namna ya kupata waumini. Tuna sarakasi nyingi sana. Acha hizo sarakasi. Amini Biblia.
Biblia ni zaidi ya TB Joshua, Corolla, sijui nani mjua wewe. Yesu akisema jambo zingatia, liamini, litafune, litafakari. Amesema wawili watatu. Usiangalie keyboard wala viti wala taa. Mmetimiza sharti mko wawili watatu. Keyboard, viti, sio wazee wa kanisa, sio ma TV ni ziada, lakini ya msingi mmekusanyika wawili watatu kwa jina lake Yesu, anakuwa miongoni mwenu. Mtu wa nne anakuwa nini? Sasa sisi tunameza watu wengi wanameza mbu. Chuja ngamia meza mbu. Wanataka masarakasi, wewe ulikuwa mchawi. Wewe nini? Sui mishumaa, sui matakataka mengi. Yale ni mbwembwe saikolojia ya sisi mababa askofu. Lakini masharti ya Masia wawili watatu mnakusanyika, yeye anakuwepo. Huyu ni zaidi ya Potifa, zaidi ya Yakobo, zaidi ya Yusufu. Yesu akiwa miongoni mwako, Yesu hajagi anakuja full package. Yani amekamilika. Anakuja na neema zote, baraka zote, malaika wote, mafuta yote, upako wote, mbingu yote. Inakuwa ni wewe kufungua moyo na kuamini Yesu yuko hapa. Mpendwa, Yesu sio mtu haba. Yesu sio Kennedy wa Amerika. Yesu sio Putin wa Urusi, wala Lenin, wala Nyerere. Yesu sio mtume yoyote. Yesu ni jambo zito. Alizaliwa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Alizaliwa bila mwanaume. Alipaa. Fikiri mtu kiumbe kama huyo anakuja na kaa na wewe. Hivi wewe utakuwa mtu kawaida? Hasa mahali ambapo utaponyokwa. Mimi ni maombi yangu leo. Nimeambia Baba wa mbinguni ukamiliki, sababu nina kanisa kubwa la watu 30,000. Ukamiliki. Kwamba leo Kibangu hapa kuna watu 50,000 wanaabudu. Ndio Mungu wangu umekamilika. Mungu wangu kamiliki maana na bilioni 8 benki. Mungu wangu kamiliki kwa maana kesho kutwa nimealikwa na rais wa Kenya Ikulu, ndio nakamilika. Mungu wangu hukamiliki. Niwe na fedha, sina fedha. Niwe na kanisa watu 30,000, kanisa watu 100,000, la mtu mmoja, wewe umekamilika. Nitakutumikia vile vile. Kama mbele yangu naona watu 50,000. Heshima kwa Mungu wangu inabaki pale pale. Yo. Maana Baba ni zaidi ya kuwa na waumini 100,000. Baba ni zaidi ya kuwa na bilioni 5 benki. Kwa haidimi Anton sijui wewe. Maandiko yanasema cha Danieli nenda zako, maana siku ya mwisho utasimama kwenye kura yako mwenyewe. Yo ndio. Unaelewa? Yaani mchungaji leo amejaa furaha. Acha waseme nini ule mndo mnaimba hapa. Wanasema hata kama wakipinga acha nao. Umeona watu wamejaa mpaka Livasaini. Unaimba kwa nguvu ya wale watu. Hayo hujaelewa maana ikuhusu hayo. Ndio mwenzetu uchangamka unaimba Mungu yu mwema. Haleluya. Kumbe mwenzetu ukiangalia mfukoni hivi kitoa hela. Yawe. Mpaka uangalie hela ndio unaimba. Umeona ile matumaini, unasema hata ukitoa mfukoni huna hata sentano, huimbi kwa nguvu ya hela, unaimba kwa nguvu ya kumpenda Mungu. Na baba huyu Mungu anamtumikia, akikuona hivyo kwamba unampenda bure, ataachilia kwako kiwango baraka, kiwango cha kujaa, kusindiliwa na hata kumwagika. Kwetu ataachilia baraka, kiwango cha kujaa, kusindiliwa na hata kumwagika. Yesu aliugua moyoni mwalimu. Alipona mamia ya makutano na mfuata. Wengi jana walijaa, na juzi walijaa, na leo wamejaa. Mwalimu alichungulia mioyo yao, akajiona hayumo. Akaona kwenye mioyo yao kuna mikate waliokula juzi na jana. Na Yesu hakuwa mtafuta waumini, alikuwa anatafuta wafuasi watakaoona ufalme wa Mungu. Yesu alikuwa sio mtafuta umaarufu au atumie makundi ya watu fedha kutakatisha kwa ajili ya maisha yake binafsi. Alikuwa anatafuta watu watakaourithi ufalme wa Baba. Alipowachungulia tena na tena, akaona ndani ya yumo kuna mikate. Yesu akufanya ajizi. Alikuwa ana hekima kama sisi.
Sisi matumbo yanatutesa. Tunahubiri kwa sababu ya matumbo. Paulo anasema Yesu hakufanya kazi kwa ajili ya tumbo lake, alifanya kazi kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Kwa hiyo kujali wale kuondoka kwao, aliwauliza mmekuja kufanya nini hapa nini? Hamjanifuata mimi, ninyi mmefuata mikate, mmefuata miujiza na uponyaji, mjinifuata mimi kama mimi. Lakini siwezi kuacha bila neno la kuwajenga. Msikifanyie kazi chakula chenye kiharibika. Baba zenu walikula jangwani, walikufa wote. Msifanyie kazi chakula chenye kuharibika. Tufanyaje? Kwa sababu chakula cha kweli ni hiki: kunyweni damu yangu, kuleni mwili wangu. Hicho ndio chakula cha kweli. Damu yangu ni kinywaji cha kweli, mwili wangu chakula cha kweli. Biblia inasema wale watu wakaamaka, maana Yesu amebadilika. Nimeandika leo kwenye mtandao, nimetweet kwenye Facebook na Instagram jana usiku, sababu za watu kukuacha. Watu wakikuacha maana huna tena maslahi kwao. Walikuja wakayapata, wakafaida, wakaondoka zao. Watu wakuacha maana wamebadilika. Kibadilika watu watakuacha maana haujaa vile vilikuwa mwanzo. Sasa watu wakashangaa amebadilisha ya angani. Tuifuata mikate, wewe unasema tule mwili wako. Sisi tumesikia kuna shuhuda Taita na skani ya 4, ndipo tumekuja. Leo nitaambia tu mbinguni. Leo tumesikia mzee wako unaomba watu najenga magorofa. Wewe unabati jamaa zai. Tulaje mwili wako? Mwili wangu ndio chakula cha kweli chenye uzima milele. Wale watu wakaonongonezana, wakasema tuko tunaambiwa jamani na mapepo, tuko tunabisha. Ona sasa. Bwana, tuko tunaambiwa jamani na mapepo tukusikia. Ona. Tulaje mwili wako? Wewe sio unafusha uuaji. Wewe una mapepo. Maandiko yanasema walikwazika wakaondoka wote. Mwalimu walikwenda mbali, wakabaki 12, akawahoja akasema ninyi nanyi mtaka kuondoka? Wakasema hapana. Twende kwa nani? Na wewe una maneno ya uzima. Twende kwa nani na kwako liko na uzima? Kwa msimamo huo, sio tu walipewa mashamba, walipewa mashamba na kuzidishiwa. Kuna mahala Mungu anataka uanze. Yesu akisema niko na ninyi katikati yenu, amini mwana wa Mungu. Mwenye haki anaishi kwa imani. Hata kama una dalili. Mpendwa, soma Biblia. Soma Biblia, nguvu ya imani. Mungu anaongea mambo mpaka unashangaa. Alimshangaza Ibrahimu. Toka nje angalia nyota. Sara mkeo atakuzaa mtoto mwanamume. Ibrahimu anasema Sara ni mama mtu mzima miaka 70, itakuwaje neno hili? Baba akasema yasiwezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Yale ambao kwa watu hawezekani, kwa Mungu yanawezekana. Baba kona Abrahamu haelewi, akamwongezea masomo. Toka nje, maana Mungu husema na watu wake majira usiku manane. Toka nje. Abrahamu akatoka nje. Unaona nini? Naona nyota. Sema ndivyo watakuwa wazao wako. Na kuanzia leo hautaitwa Abrahamu tena, utaitwa Ibrahim, maana yake baba wa wafalme. Miaka 100. Mungu anaongea na mzee wa miaka 100. Anasema utazaa. Hakuna mfanano. Imani, kuna vitu vile Mungu ametupa watu wote duniani. Unabii ni wake Mungu, si mnaelewa vizuri? Unabii ni wake yeye, anauleta akitaka yeye. Unanielewa? Unabii mpaka yeye Mungu atake mwenyewe ndio anauleta. Sio naona magari, sio naona nchi na bilibika mpaka. Lakini kuna mwingine atake asitake tunayaona. Kwa kanuni ambayo mwenyewe ameziweka. Hata kama Mungu atake unayaona. Ndio ile anasema kwa imani tunaona. Imani ni kuona kisichoonekana. Hivyo unanielewa? Yote hayo ni Mungu ameyaleta. Akiamua anasema, na Mungu mpaka aseme, maana njia zote zimeshindikana. Imani imeshindwa kusaidia. Nani? Ndio anakuja, lakini ni ngama.
Ni ngumu kusema na watu. Katika Biblia manabii wako wangapi? Katika miaka yote ya 6,000 ya dunia hawazidi manabii 30. Aliwatokea 30 tu, kina Isaya na Yeremia. Ndani ya kundi kubwa la Israeli watu milioni 2, milioni 3. Watu wachache ndio Mungu anasema nao. Lakini wenye imani Mungu. Ibrahimu hakuwa nabii. Alikuwa mambo anaona kwa imani. Hakuwa nabii. Wala Abrahamu hajaye kutabiri. Ibrahimu alikuwa anaona mambo kwa imani. Hajaye kutabiri. Wala Yakobo, wala Isaac. Waliishi kwa imani. Imani na maarifa, ufahamu na ujuzi ni zawadi kubwa ambazo Mungu amempa mtu. Amen. Lakini baba zetu wote wa zamani, nimesema hapa mimi kwenye maombi yangu jana usiku, tukachitana ananihubiri ujinga wake. Sasa Elia alikuwa anakaa polini peke yake, Elia mtisho. Hana waumini, lakini ana Mungu. Shetani huwezi kumtoa kwenye reli kwa sababu ya wazururaji hao ambao wanatafuta mikate. Ndabaki kumwabudu Mungu kwa kiwango kile kile. Kama na waumini 500,000, na waumini milioni 1, sintanyongonyea sababu na waumini 10 hata siku moja. Elia alikuwa jangwani, hana muumini hata moja, lakini anaongea na Baba. Daniel alikuwa Shushani ngomeni, hana muumini hata moja, lakini anaongea na Baba. Na kuna watu walikuwa na waumini kibao, lakini waongee na Mungu. Halo, wana waumini kibao, lakini waongee na Mungu. Walikuwepo zamani, wako mpaka leo, na waje kuongea na Mungu. Tumepata waumini kwa njia ya maredio, ma TV na ujanja wako kama Elisa katika nyumba ya watu. Ndio wazungu walipata watu wa Afrika, hawakuongea na Mungu, waita shule, pombe na mitumba, wakatupata. Halo, hujanielewa vizuri. Wazungu, hizo dini zenu hizo, walikuwa waongee na Mungu. Kwanza walipokuja hata Afrika, wakatustadi wale missionary, kuja wanakwenda sana pombe. Wakaanza wanaandaa pombe, mnajaa pombe. Afu ndio wanasema siku na nani na mitumba na mashule na maji, basi hakuna chochote. Halo, walokole wao hawana shida, sio wana Mungu wao wenyewe, wanakuweka tu ilisi, wanatoa wenyewe sababu Bwana ametuonyesha. Mnajali kama tuna akili na redio na TV. Kwani kama ibilisi unitishi mheshimiwa? Unitishi. Mungu wangu akamilishi kwa sababu nina watu milioni 1. Hakamilishi sababu nina bilioni 1 ndani. Mungu wangu ni mkamilifu, niwe na waumini, sina waumini, Mungu wangu ni niko amani niko. Maana maamuzi ya kuwa na watu ni yake yeye. Yake amua baba kuletea watu hapa, atawaleta mpaka Mungu atajaa. Anayeleta watu kanisani sio mtu, ni Mungu anawaleta. Ukitaka wewe walete wewe, basi nenda kasome ujanja Nigeria kule. Usimeambiwa wewe, nenda kasome ujanja kwa manabii wa uongo. Sitahubiri injili ya kugosiwa nikamkosa Mungu kwa sababu ya wazururaji. Kamwe. Ukiwa na Yesu, kuna mambo ya ziada yataandaa maisha yako. Tena mengine wala utakuwa uombi wala usumbuki. Utaona tu maisha yako yanang'aa. Tu maisha yako yanameremeta. Unaanzia wapi? Simple like this. Amini Yesu yuko pamoja na sisi. Chifu, kutembea na Mungu maana yake nini? Kutembea na Mungu maana yake ndio kama hivi. Unatoa zaka, zabihu, unaomba na watu wa Mungu kama hivi. Unakwenda mahali maalum Mungu anatajwa. Kuna vitu, kuna madini Mungu anaachilia ndani yako. Kuna kivuli kinakaa ndani yako. Kuna wingu linashuka linakuatamia. Amen. Na naomba kwa jina la Yesu. Isaya nabii, kitabu cha Isaya mlango wa 50. Ni nani aliyesadiki habari ambayo tumeileta? Nani ambaye amefunuliwa mkono wa Bwana? Ni nani aliyesadiki habari tuliyoileta? Mkono wa Bwana nani amefunuliwa?
alipigwa kwa ajili yetu, aliumizwa kwa ajili yetu, alibeba shutuma zetu na maumivu yetu. Mkono wa Bwana ni nani aliyeuona? Bwana Yesu asifiwe. Maana alikuwa mbele zao hao maadui zake kama mche mororo, huyu Yesu, na kama mzizi katika nchi kavu. Anasema nabii, alipigwa mpaka umbo lake na uzuri wake haukuonekana. Aliishi maisha ya huzuni na sikitiko. Kila aliyemuona aliona huzuni juu yake. Safari ya Yesu kuelekea Yerusalemu ilibeba hisia zote. Ilibeba hisia za furaha, lakini ilibeba hisia za huzuni. Furaha pale ambapo aliimbiwa Hosana mwana wa Daudi, lakini huzuni pale ambapo alilia Yerusalemu. Safari ile ilibeba hisia za mamlaka, alipowaoji viongozi wa kidini, imekuwaje nyumba yangu mmegeuza kuwa pango la wanyang'anyi? Yesu alizarauliwa na kukataliwa na watu. Kwa jina la Yesu aliye hai, nasubutu kusema ukomo wa sisi kuzarauliwa umefika. Ukomo wa wewe kuzarauliwa umefika. Haya mambo ni mchakato, mwana wa Mungu, ni mchakato. Hata kama uone udhihirisho, ni ule mchakato tu. Rumi haikujengwa siku moja. Rumi haikujengwa kwa siku moja. Lakini ukomo wa sisi kuzarauliwa umefika tangu siku ile mwalimu alipowambwa msalabani. Leo tunachaji tu. Maandiko yanasema miongoni mwa nguvu za watu wa Mungu ni kuyatafakari matendo makuu ya Mungu Baba. Miongoni mwa vyanzo vya nguvu zetu sisi, anasema Musa katika kitabu cha Joshua, maneno haya au yatafakari sana, maana ndivyo utakavyostawi. Unapotafakari mnaunda mazingira ya kustawi. Ukitafakari peke yako, haleluya. Mkitafakari pamoja kama hivi, kuna nguvu inatengenezwa katikati ya kustawi. Maneno haya miyatafakari sana, ndivyo mtakavyostawi. Kwa tuko hapa kutafakari kazi ya msalaba, kwamba alipigwa, alikomesha huzuni zetu na dharau zetu. Hata mtu akiamua kukudharau, anakuwa amejidharau mwenyewe. Mtu akaamua leo kukudharau, usibebe madharau yake na kuweka moyoni, amejidharau mwenyewe. Hata kama huna fedha, huna dhahabu, sema maneno ya Petro mtume, sina fedha, sina dhahabu, lakini nina Mungu. Na Mungu, ukishakuwa na Mungu, Mungu ndio chimbuko na hizo fedha na hizo dhahabu. Ukishakuwa na Mungu, tayari umepata chanzo cha utajiri. Umenielewa? Usimdharau, lakini usinywe ile roho ya kudharauliwa. Msamehe bure. Yesu alisema mkinitumikia nitawaheshimu. Sema mzee wako, mimi sio mchungaji. Kitendo cha kuacha nyumbani kwako, kulipa nauli kuja kukaa hapo, ni utumishi. Tumeungana mimi na wewe kuitaja
na kuitangaza nguvu ya damu ya Yesu. Kuabudu Mungu ni utumishi. Hiyo ni ngazi ya utumishi. Ninaomba kwa jina la Yesu, amini na mimi, ukomo wa kuzaliwa kwetu umefika. Hakuna haja tena, nabii anasema, ya kuishi maisha ya huzuni. Masikitiko yetu yote Yesu aliyabeba, aliyatoa, alifyonza masikitiko yetu. Ndio maana dumu kusikiliza maneno yake. Kwa njia ya maneno yake na elimu yake anafyonza masikitiko yaliyo ndani yako, ile sumu ya masikitiko. Ndio maana ni muhimu sana kuishi maisha ya kumwamini Mungu. Anaposema usiogope na wewe una hofu, anafyonza ile sumu ya kuogopa. Maana kuogopa ni sumu. Yeye anasema usiogope, ukiamini ile sumu inazofika ndani yako, na roho ya ujasiri na kusonga mbele inaumbika. Mastresi na msongo wa mawazo yanakoma na afya inarejea kama tai. Masikitiko yetu yote na vyanzo vyake. Haleluya, haleluya, haleluya. Alibeba shutuma zetu zote, tuhuma zetu zote. Nini sababu Yesu kuvaa taji ya miba? Sababu ni mimi ndio nilisababisha Yesu apigwe taji ya miba. Basi ninaomba hiyo damu ya Yesu isimwage bure. Hiyo sababu itimie juu yangu. Hayo maumivu ya taji ya Yesu ya miba, naomba yaje yatimie kwangu, yaniondolee kile ambacho Mungu hataki, lile pando asopa na Baba ndani yangu. Kuna sababu ya maumivu ya damu ya Yesu. Nami nasi kwa jina la Yesu, maumivu ya Yesu Mungu ayakumbuke kwa kuyainua maisha yako. Kuna maumivu inabidi wewe nayo, lakini Yesu aliyabeba ili usipitie maumivu hayo. Ndio maana ukikumbuka leo na kesho na kesho kutwa, mwambie Baba, nakataa maisha ya maumivu, maana uliyabeba msalabani. Lakini ulipata Yesu hisia gani wakati msumari unapenya kwenye mkono? Ulipata hisia gani mwalimu? Ulipata hisia na maumivu makali, na hisia kali ulikuwa nazo. Ulilia machozi, hakuna aliyekusikia. Ni kwa ajili yako. Sasa kazi hiyo Baba isiwe bure. Isiwe bure kwa mimi kuzaa mapooza, mimi kutembea na kutwezwa na moro ya uchawi. Hii kazi, haya maumivu yawe sababu. Kama mimi nitaendelea kudumaa kule, hii kazi itakuwa bure. Lazima haya maumivu mrejesho wake uwe mimi kupona, mimi kufunguliwa, mimi kuiona mbele. Uwe ndio mrejesho. Halo. Inawezekana mzee upako hapa na yaona ambao yaone. Mimi kuna mambo nayaona hapa. Napoona msumari unapenya kwenye mkono wa Yesu, ni jambo, ni sayansi ya hali ya juu sana ya Mungu Baba. Inahitaji macho ya imani kuona kile ambacho Yesu alikitenda, kuruhusu msumari bila ganzi upite kwenye mkono wake. Kwa maumivu haya na kwenda kuyashtaki magonjwa kwamba shetani huu una uhalali tena wa kunitesa mimi. Ulimtesa mwalimu msalabani, inatosha, nahitaji uhuru wangu. Kwamba haiwezekani mwalimu ateswe na mimi niende kuteswa, haiwezekani. Mungu ni wa haki. Ibilisi na malaika zako, inatosha. Huna uhalali tena wa sisi kuendelea kutukandamiza. Maana kuna mtu alivumilia maumivu ya msumari bila ganzi kwa ajili ya mtu mmoja atakayetokea Afrika miaka 2000 iliyopita, anaitwa Anton Thomas Musekero. Yesu aliwambwa msalabani, msumari ulipenya kwenye mkono wake. Ndio maana mambo ya Mungu inabidi uyaone kwa macho ya roho na kwa imani. Utaona kuna nguvu ya Mungu, kuna uwezo wa Baba unaibuka kwenye maisha yako. Ndipo utasahau, utapuuza yale mahubiri manyonge yako. Bado kuna dhambi ya mababu na mababu ya mababu na mababu. Wache ya babu na babu, hata yangu haipo tu. Yangu haipo. Mwalimu alikongomelea msalabani. Mimi nimekujikata na kiwembe tu kidogo, wewe ni mama yangu wewe.
sikuvumilia. Lakini mwalimu aliacha mkono wake. Walipoona atautikisa mkono ule, wakaufunga na kamba. Piga msumari. Nini? Anton. Yo. Asante Yesu. Nini? Mamilioni ya watu wasikae chini ya makongo ya utumwa. Mamilioni ya watu watakaoamini wasifungwe kwenye kongo la utumwa. Msumari ukapenya. Lazima tudai haki, tujitambue, tuiwaze, tuitafakari. Anasema Biblia, tafakari sana kitabu hiki ndivyo utakavyostawi. Usisome hizi habari kama hadithi tu ya Wakristo. Soma hizi habari, ziseme, ziwaze katika hali ya uhalisia. Utaona uwezo wa Mungu, mamlaka ya Mungu inaibuka kwenye maisha yako. Ndio maana nabii unasema watashindana lakini hawatashinda. Bwana Yesu asifiwe. Hivi unanielewa? Ndio maana wachawi usiku wa manane wakikutana na moyo kama huo, hata kama hujaomba, wakiuona tu moyo kama huo wanatetemeka. Moyo ambao ndani yake Yesu ameazimishwa, Yesu ameinuliwa. Ukianza kuomba maombi yako, malaika wanashuka, maana wakiona ndani yako Yesu ameazimishwa. Hawaoni dini, wanaona nguvu ya Mungu. Wakavuta mkono wa pili. Nini? Watu mamilioni ya watu wafunguliwe. Yale mambo yote ambayo Adamu aliyatenda bustani ya Edeni yafutwe, asamehewe. Wakavuta mkono wa pili. Na Mungu aliruhusu Yesu ateswe ili moyo wake Baba ufurahi, baada ya kuwapa watu kisogo awatazame kwa huruma. Msumari ulikwenda kwenye mkono ili kansa yeyuke. Yo. Asante Yesu. Ili wenye magonjwa wapone. Kama ninakwenda Tanga au Mwanza, nguvu za uchawi ziko barabarani, naondoka kwenye madhabahu na tasbihi ya kazi ya Yesu. Hata kama gari haijafika, ule uchawi, yale mapepo, yale matunguli, Baba anatawanya. Haleluya. Asante. Sema amen. Sema amen. Jioni leo ninaomba damu ya Yesu ikuatamie. Jioni leo ninaomba damu ya Yesu ikuatamie. Jioni leo naomba damu ya Yesu ikuatamie. Iatamie kazi ya mikono yako, iatamie maisha yako, ikuatamie uingiapo na utokapo. Haleluya. Haleluya. Ndio maana nimwambia Baba, wewe unatosha, wewe umekamilika Bwana. Hata kama ndamka sina 100, wewe unatosha. Hata ndamka sina 500, sina chochote, wewe unatosha. Najua mambo yote ndapewa na kuzidishiwa wakati ukifika, kwa jina la Yesu aliye hai. Japo sina maana tutakuwa tuna 100. Ama tuseme hivyo. Labda tuseme hivyo. Tumuone Mungu ni wa maana, na yote tazidishiwa. Naomba. Sio naomba kwanza shetani hawezi kutushinda. Iko nguvu ya damu ya Yesu hapa kwa imani. Iko nguvu ya damu ya Yesu hapa kwa imani. Ule msumari wa pili walipoupiga pale, wakaukomelea, mwalimu akalia mwalimu. Ilikuwa ni safari ngumu yenye hisia za huzuni sana toka Getsemane. Anasema nabii Isaya, Yesu ulikuwa ukimtazama huwezi kumtamani. Kapigwa kama kibaka. Yani kapigwa kama kibaka. Wewe unaelewa kibaka ambaye amekamatwa katikati ya Kariakoo, ameshikwa na mkufu wa dhahabu, hana kumtetea. Biblia inasema mwenye ngumi alipiga ngumi, mwenye mate alimtemea mate. Kila kipigo Yesu alikipata.
Anasema Mama G. White anasema kama isingekuwa Mungu kuamuru Yesu afie msalabani, Yesu angekufa usiku ule wa Alhamisi kwa kipigo ambacho kipata. Huwezi kumtamani, huwezi kumwangalia mara mbili usoni. Nabii anasema alipigwa kwa ajili yetu. Tusiache hii kazi ya msalaba, kazi ya Yesu ipite bure wapendwa, kwa kuanza kuwaza kuna laana ya babu, laana ya babu. Kuwaza bado na milana ya babu ni kuzalilisha kazi ya Yesu ya msalaba. Laana zote za mababu na mababu, Yesu alipigwa ili sisi tuwe huru. Hakuna laana tena juu yetu. Sasa kilichobaki ni sisi kuifahamu kweli tu. Twende kuifahamu kweli. Tukifahamu kweli tunakuwa huru zaidi. Lakini laana juu yetu, Yesu alipigwa hizo laana ziishe. Maandiko yanasema unapokataa kazi ya Yesu, anasema Paulo kwa Waebrania, mnamsulubisha Yesu mara ya pili. Mnamsulubisha Yesu mara ya pili. Kwa mwalimu juu ya msalaba ilikuwa uwezi kumtazama. Yo wapendwa, sisi ni washindi Bwana. Sisi ni washindi. Sisi ni washindi mheshimiwa.